Mwanamume yule alitazama kipande cha chuma kilichokuwa kimewaka moto mwekundu bila hata kuzima macho yake. Kiongozi wa genge alifurahishwa sana na uthubutu huo. Baada ya muda mfupi, kila mmoja alihudumiwa chai. Maji katika birika yalikuwa yamechemka moto kabisa. Hakuna aliyestahimili kushika kikombe kwa usahihi kwa sababu kilikuwa cha moto kupindukia. Lakini mwanamume yule alifumba macho yake kwa nguvu, akaacha maji ya moto yamiminike juu ya mikono yake, kisha akanywa chai yake kwa utulivu kana kwamba hakuna kitu kilichotokea. Kiongozi akatangaza kwa sauti kubwa mbele ya wote, atakayelishinda genge la Bahari ya Kaskazini atakuwa mwanangu. Mwanamume akatambua wazi kwamba huo ulikuwa wakati wake wa kubadilisha hatima yake. Hivyo basi akaanza safari peke yake kuelekea kwa genge la Bahari ya Kaskazini. Lakini kiongozi wa Bahari ya Kaskazini alikuwa tayari amejipanga. Alidhani kijana huyo mdogo hangeweza kumshinda, akapanga kumaliza pambano kwa pigo moja tu. Lakini mwili wa yule mwanamume ulikuwa mwepesi ajabu. Aliegemeza mikono yake chini, akakwepa hatari na akaepuka kifo. Kiongozi aliposhuhudia hayo, akashambulia kwa nguvu zote. Hapo ndipo mwanamume akaanza kupigana kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Kiongozi alipompokonya silaha yake, mambo yakawa magumu zaidi. Lakini kiongozi hakusimama. Upanga wake mkali mithili ya wembe ulikuwa na nguvu za ajabu kiasi cha kukata mpaka ngome ya chuma. Mwanamume akapata nafasi, akashika kwa nguvu makali ya upanga kutoka nyuma. Kiongozi alipojaribu kuukokota, mara akapokea ngumi nzito usoni. Haraka sana mwanamume akamzunguka kiongozi na kumpiga tena kichwani. Akaokota upanga wa kiongozi na kuutupa mbali. Kiongozi akaruka upande ili kujiokoa, lakini kwa kutumia ngumi tu, yule mwanamume akampiga kiongozi kwa nguvu kiasi cha kwamba hakupata nafasi ya kujikusanya tena. Lakini kiongozi alipojikwaa kurudi nyuma, akaangukia upanga wake mwenyewe na akaafa papo hapo. Mwanamume alikuwa tayari kurudi na ushahidi wa ushindi wake, lakini hafla genge zima la Bahari ya Kaskazini likamzunguka. Akajua wazi kwamba kama angeendelea kupigana, hakika angeangamia. Wakati huo huo akamkamata mtu mmoja, akamgonga, akavunja dirisha na kuruka nje. Aliposimama kujaribu kuondoka, akakuta makumi ya watu wakisimama kwenye upande zote za barabara nyembamba. Alikuwa amenaswa kabisa, lakini yeye hakutetemeka. Akawatazama kwa jicho la baridi, kisha akajitupa katikati ya umati. Kumfu yake ya maajabu ikashangaza wote. Kila pigo lake lilimwangusha adui. Hata kuta za mawe hazikuweza kustahimili kumfu zake, lakini genge la Bahari ya Kaskazini linaendelea kumiminika bila kikomo. Kosa dogo likamwangusha chini. Wakati adui mmoja alipoinua silaha kumaliza maisha yake, ghafla ndugu zake wakafika wakilipua fataki. Katika ghasia hizo wakamuokoa. Aliporudi kwa genge lake, mwili wake ulikuwa umejeruhiwa vibaya na alikuwa hana fahamu, lakini bado mikononi mwake alishikilia ushahidi wa ushindi dhidi ya genge la Bahari ya Kaskazini.